Hujambo na karibu Matukio Daima Habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Kamanda Bukumbi wataka wanafunzi kupaza sauti juu ya ukatili wa kijinsia. Wanatambua namna ya kuzuia ukatili, lakini namna ya kutoa taarifa za ukatili. Tuko pamoja? Naamini kila mmoja hapa kwa nyakati tofauti ameshafanyia matukio ya ukatili. Uongo kweli? Shule ya msingi Ugele walia na ukosefu wa mwalimu wa kike. Kuna ukosefu wa mwalimu wa kike au walimu wa kike. Shule hii haina mwalimu au walimu wa kike ambaye anaweza kaongea na watoto hawa wa kike. Na katika michezo, timu ya taifa ya ngumi yaagwa kuelekea kwenye mashindano Scotland. Timu yetu kwanza imeshaagwa rasmi leo hii na serikali kupitia Baraza la Michezo ya Taifa Tanzania, na inatarajiwa kusafiri kuanzia tarehe 20 baada ya ukataji wa tiketi ambao umeshafanyika. Naam, karibu katika Matukio Daima Habari nitakaye kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge na kusiwe nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Karibu. Kianzia mkoani Iringa, kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa, Alan Bukumbi, amewataka wanafunzi wa shule za sekondari mkoani hapo kupaza sauti na kuamini wanaweza kupinga ukatili wa kijinsia. Kamanda Bukumbi ametoa rai hiyo leo wakati wa kongamano la Amini Unaweza lililofanyika ukumbi wa Chuo cha Elimu Mkwawa mjini Iringa. Nikupongeza sana kwa programu hii kwa sababu inafanya watoto wajitambue na kwamba tunasema amini. Mgeni rasmi hapa Mheshimiwa Jokate, mnamuona? Ndio. Alianza huko mliko nyesa hivi. Sasa hivi yuko wapi? Yuko juu. Kwa hiyo amini unaweza. Mkurugenzi, pamoja na kupongeza lakini na timu yako ya maandalizi, lakini uongozi wa shule kwa maana serikali ya wanafunzi na hapa tulipo, tupongeze uongozi wa chuo kwa kuhosti shughuli hii kwa maana ukumbi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nakuwa na machache sana. Kwanza, nafarijika kuona watoto kwa sababu hii ni jamii ambayo tutakiwa tuijengee malezi katika mifumo mbalimbali. Lakini kubwa zaidi ambalo ningetoa kama ujumbe, pamoja na kwamba amini unaweza, hawa watoto wanapitia changamoto za kufanya matukio ya ukatili. Hiyo ni ajenda. Tuna ajenda kubwa ya kuhakikisha kwamba watoto wanatambua aina za ukatili, wanatambua namna ya kuzuia ukatili, lakini namna ya kutoa taarifa za ukatili. Tuko pamoja? Naamini kila mmoja hapa kwa nyakati tofauti ameshafanyia matukio ya ukatili. Uongo kweli? Inawezekana familia. Sio uongo kweli? Nyumbani unapotoka unaweza kufanya ukatili na baba au mama, dada au kaka, mlezi. Lakini kuna ukatili mwingine unaweza kutokea katika maeneo yetu ya shule. Kwenye shule za msingi, vyuo, ukatili upo haupo? Paza sauti yako. Tuna kauli mbiu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa na kongamano tarehe 25 ambapo tunasema ukatili unazuilika, paza sauti yako. Ukatili unazuilika, paza sauti yako. Usiogope kutoa taarifa. Tuambie, nimekuja na mkuu wetu wa dawati la jinsia na watoto anaitwa ASP Swai. Kama vile na Madam Joketi wanafanana kidogo Kwa hiyo huyu ni mkuu wetu wa dawati la jinsia na watoto ambaye tumeongozana naye kwa ajili ya kuja kuwasalimia, lakini pia kutambua umuhimu wa shughuli hii ya Amini Unaweza Tua ambayo Spencer na wenzake wameiandaa. Nikupongeze sana. Upande wake mgeni rasmi katika kongamano hilo, Jokete Mwengelo, amesema kuwa vijana wanao nafasi ya kufika mbali zaidi iwapo watajiamini kuwa wanaweza. Lakini kila changamoto ilinifundisha kitu, kwamba leo nikitazama nyuma naona changamoto zile hazikuwa vizuizi. Zile changamoto ilikuwa ni extension ya walimu wangu, extension ya maprofesa wangu. Ndio maana naendelea kuwaambia, msiogope kushindwa, muogope kuto kujaribu. Msiogope nini? Kushindwa. Muogope nini? Kuto kujaribu. Na kwa nyinyi wanafunzi wa form 6, msisubiri mpaka mfike chuo ndio muanze kujijenga. Anzeni lini? Nao.
Someni zaidi ya mitaala mnaofundishwa darasani. Jifunzeni lugha mbalimbali. Kujifunza lugha mbalimbali is a currency. Jifunzeni teknolojia, lakini jifunzeni nidhamu. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na tukiendelea kusalia mkoani hapo, shule ya msingi Ugele iliyopo kata ya Mkimbizi manispaa ya Iringa imeendelea kuwa na changamoto ya upungufu wa walimu kwa muda mrefu, jambo linalowakosesha wanafunzi wa kike fursa ya kupata ushauri na mwongozo kuhusu masuala yanayowahusu. Kutokana na umri wao pamoja na mila na desturi za jamii, wasichana wengi hushindwa kueleza walimu wa kiume changamoto wanazokutana nazo, hasa wanapofikia umri wa balehe. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi vifaa vya shule na mahitaji kwa watoto wenye uhitaji iliyofanyika shuleni hapo mbele ya mbunge wa jimbo la Iringa mjini, mwalimu mkuu wa shule hiyo Damas Kisinga amemwomba mbunge huyo kusaidia upatikanaji wa walimu wa kike ili kuwapa wasichana mazingira salama ya kupata ushauri na kujiamini. Ukosefu wa mwalimu wa kike au walimu wa kike, shule hii haina mwalimu au walimu wa kike ambaye anaweza kaongea na watoto hawa wa kike akaweza kutusaidia. Muda mwingine mheshimiwa mbunge, tunapata changamoto kidogo watoto wa kike kumhoji na kusumbua huko mtaani, inakuwa ni kidogo ni shida. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo amemwagiza afisa elimu msingi manispaa ya Iringa kuhakikisha mwalimu wa kike anapatikana katika shule hiyo. Haraka afisa elimu, liko hili la mwalimu wa kike, hili bwana ni muhimu sana. Mimi mwenyewe nimeshtuka kusikia hakuna mwalimu wa watoto wa kike, na idadi inaonekana hapa watoto wa kike ni wengi, wako 48 na 48, wa kiume wako 34. Kwa hiyo 48 wote wanahitaji mwalimu. Afisa elimu nakuomba ili kwa manispaa, alafu tushirikiane tuhakikishe mwalimu wa kike anapatikana. Aje Ugele, au si? Aje Ugele, pate mwalimu, ikiwezekana walimu waje kusaidia hii kazi ngumu ya malezi. Kwa sababu kama nilisema mkuu shule eneo la malezi litapwaya, nahitaji mwalimu anayewafahamu watoto wa kike vizuri. Walimu hao wanamjua, lakini wa kike atamjua vizuri, saidie kwenye hilo eneo. Kwa hiyo hilo nimechukua mkoa shule. Nashukuru Njuga. Barikiwe. Hilo tutalivalia Njuga. Yaani afisa elimu tuwasiliane kwenye hilo. Na katibu chukua namba ya afisa elimu, maana yule ndo atakuwa andike ripoti apeleke kule ili tusionekane tunaongea hewa. Yule shirikiane andike ripoti apeleke kule kwamba jambo hilo ni kubwa, litatuletea shida siku za usoni. Tumshukuru Mungu mpaka sasa uko salama. Si salama? Tuko salama. Sasa tusiombe mabaya kwa sababu tayari tumeshaisema. Sasa shetani naye kufuatia viongozi wa Chadema Pwani kumtuhumu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche kufanya ubadhirifu wa fedha za chama na kutaka aujiwe na kukaa pembeni. Wakili msomi Emmanuel Chengula amemkingia kifua na kusema tuhuma ni lazima zithibitishwe na mahakama kwa mujibu wa sheria, hivyo Heche aendelee kufanya kazi na kuacha kusikiliza maneno ya watu. Chengula amesema hayo wakati akizungumza na Matukio Daima Media kwa njia ya simu alipokuwa akifanya mahojiano katika kipindi cha Mjadala Magazetini kwenye kamati kuu ili sasa kiongozi ahojiwe. Sasa bahati mbaya sana tangu nimeanza kufuatilia ninachokiona mitandaoni naweza nikasema ni fujo. Na bahati mbaya sana kuna baadhi ya watu wanajiita ni wanachama wa Chadema lakini ni real sense sio wanachama wa Chadema, ni wamepangwa like ni propaganda ya kumchafua makamu mwenyekiti kulingana pengine na kazi ambazo amezifanya kwa miezi miwili iliyopita za kuzungumza na Watanzania juu ya mustakabali wa taifa lao. Sasa katika namna ya kumtoa tuko mstari wameamua waje na hiyo agenda au propaganda ya kwamba amekula fedha. Kwa sababu watu kauliza okay, amekula fedha shilingi ngapi? Alipokea kwa nani? Aliyetoa hiyo fedha amelalamika wapi? Na kimsingi kwani utaratibu wa kupokea fedha za chama ukoje? Utagundua pesa yoyote ambayo ni ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya Chadema
inakusanywa katika akaunti halali za chama, na mwisho wa siku mdhibiti na mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali ni lazima azikague hizo akaunti, na mwisho wa siku kutoa ripoti yake. Ifahamike kwamba Chadema ni chama cha umma, ni chama cha umma kwa maana ya kwamba kinajumuisha cha Watanzania wote. Sasa pesa zake na vitabu vyake vipo open kwa kila mtu, anaweza access. Kwa hiyo expected tuone huyo makamu mwenyekiti tunaonyeshwa amekula muamala huu na muamala huu, hela imetoka hapa, ameitumia kinyume na utaratibu. Lakini kinachobaki ni zile story tu za mtaani, kuchafuana, lakini tunafahamu kwamba that's politics. Siasa zina mambo mengi, zina kutengenezana scandal, tunaita ajali za kisiasa, wakiamini kwa mtu ambaye ni dhaifu anaweza akatolewa kwenye mstari kirahisi. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi imeendelea na jitihada zake za kuhakikisha upatikanaji wa maji katika kata ya Malangu Mashariki wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro inakuwa wa uhakika, ambapo wameendelea kuboresha miundombinu kwa kununua mabomba mapya ya kulaza umbali wa kilomita 13. Akizungumza mara baada ya kuwasili kwa mabomba hayo, mkuu wa idara ya ufundi mhandisi Innocent Lugodisha amesema kuwa mradi huo unatekelezwa kwa awamu ya pili, ambapo mamlaka tayari imeshakamilisha awamu ya kwanza ya mradi. Tunajua na tunatambua mwezi wa pili alikuja waziri mkuu, tulikuwa na ziara waziri mkuu hapa na alisimama Chekereni kwa maana ya jimbo la Vuti. Nilipata nafasi ya kuzungumza na kuwasilisha baadhi ya changamoto jimbo letu linapitia. Moja ya changamoto ilikuwa upatikanaji wa maji, na kabla huu mradi vijiji hivi vya Mwasa, Rauja, Samanga, Ashira upatikanaji wake wa maji ni chini ya 50%, pamoja na vijiji vingine na kata nyingine. Hilo jambo nilifikisha kwa waziri mkuu na kumwambia jimbo letu la Vuti limesahaulika sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu alitusikia, akamwagiza waziri wa maji alikuwa pale, kaka yangu Jumaa Weso, na Jumaa kwa kijana alisimama pale na akatoa ahadi kwamba ndani ya muda mfupi, kabla hata bajeti nyingine inayopita, atahakikisha tunaweza kupata mabomba ya maji na ndugu zetu wa Mwasa waweze kuanza huu mradi. Leo hii tunaweza kuona kabla hata fungu la bajeti ijayo 27 haijafika, mabomba tayari yalishaagizwa, na hapa tunashukuru mzee wa procurement na yameweza kufika hapa awamu ya kwanza. Maana kama mtaalamu wetu alivyotuambia, mradi huu utapoenda kukamilika tutakuwa na maji ya ziada. Kuwa na maji ya ziada maana yake hatutegemei kuwa tena na hiyo changamoto ya upatikanaji ya maji kwenye hivi vijiji vitatu. Maana yake hizi changamoto ambazo tumezipata kwa miaka nenda rudi zaidi ya 10-15, kipindi hiki mula wa pili wa awamu ya 6 tunaenda kukamilisha na kutatua. Ndugu, naomba tupige makofi kabisa. Ni jambo muhimu sana, kwa maana nikasema maji ni uhai. Sasa mimi ombi langu, wakati ninatoa taarifa jana juzi kwamba kulikuwa na huu mradi na tunatoa tuweze kupokea, nilipata nafasi ya kupigiwa simu na baadhi ya wananchi, na baadhi ya wananchi walikuwa na malalamiko hususan Mwasa, na wakasema kuna malalamiko yao, na mimi nikawaomba wawakilishi waweze kufika hapa, kwa sababu pamoja na kupokea mradi ambao unaenda kutatua upatikanaji wa maji, pale ambapo tunaona kuna changamoto nilimuomba mkurugenzi, na ndio maana ameleta engineer hapa kurudisha kwamba zile changamoto zitakuwepo. Na tukielekea mkoani Kigoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, ikiwa ni mradi wenye takriban kilomita 506, pamoja na kuzindua ujenzi wa meli mpya zinazojengwa kwa mkakati wa kutumia ndani ya ziwa Tanganyika wakati wa ziara yake siku moja mkoani Kigoma Julai 20 mwaka 2026.
Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amesema ziara hiyo ni muhimu kwa maendeleo ya miundombinu ya uchukuzi mkoani humo na nchi kwa ujumla, huku akiwahimiza wananchi wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kwa wingi kumpokea Rais Samia na kushiriki katika hafla hiyo ya kihistoria. Tupate taarifa zaidi kutoka mkoani Kigoma. Ndugu waandishi wa habari, ni taarifa kwa umma juu ya ziara ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkoani Kigoma tarehe 20 mwezi wa 7 2026 kuanzia asubuhi majira ya saa 3 mpaka jioni. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wa mkoa wa Kigoma na mikoa jirani, lakini kwa Tanzania wote, napenda kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kufanya ziara ya siku moja mkoani Kigoma kuanzia tarehe 20 Julai 2026. Malengo ya ziara ya Mheshimiwa Rais mkoani Kigoma ni kuja kuzindua ujenzi wa reli ya kisasa ya kati ya SGR loti namba 6. Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa reli ya SGR loti namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi huu wenye urefu wa takriban kilomita 506 utaiunganisha Kigoma na mtandao wa taifa wa SGR. Utekelezaji wake utawezesha usafirishaji wa haraka, usafirishaji ambao ni salama na wenye gharama nafuu kwa mizigo, lakini pia kwa abiria. Aidha, SGR hii pia itafungua fursa ya uchumi, fursa ya utalii, lakini pia fursa ya kibiashara kwa mkoa wa Kigoma na nchi jirani za ukanda wa maziwa makuu. Mheshimiwa waandishi wa habari, pamoja na uzinduzi wa SGR, pia Mheshimiwa Rais atazindua ujenzi wa meli mpya 4 zinazojengwa na kuanza kutumika katika ziwa Tanganyika. Meli hizi zitaboresha usafiri wa majini, kuimarisha usalama na kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi wanaoishi katika nchi zote zinazozunguka ziwa Tanganyika. Kwa niaba ya serikali ya mkoa, ninawaomba wananchi wote wa Kigoma tujitokeze kwa wingi kuja kumpokea mpendwa wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kushiriki katika hafla ya pamoja ya kihistoria katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza na karibuni wote. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma, ambapo inatupeleka katika habari za michezo na burudani, ambapo tunaambiwa timu ya taifa ya ngumi Faru Weusi leo imeagwa rasmi na kukabidhiwa bendera ya taifa kuelekea kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola. Akizungumza baada ya zoezi hilo lililofanyika jijini Dar es Salaam la kuagwa kwa Faru Weusi kuelekea Scotland, Rais wa Shirikisho la Ngumi Tanzania Lukelo Wililo amesema maandalizi yote yamefanyika kwa uangalizi wa serikali kupitia Baraza la Taifa la Michezo BMT, huku akisema timu itaondoka rasmi Julai 20 mwaka 2026 kuelekea nchini humo. Pia rais huyo amemtaja bondia Zawadi Kutaka ambaye ni mchezaji wa Faru Weusi kuwa ndiye bondia wa kwanza wa kike katika historia ya Tanzania kushiriki mashindano hayo. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Timu yetu kwanza imeshaagwa rasmi leo hii na serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa la Tanzania, na inatarajia kusafiri kuanzia tarehe 20 baada ya ukataji wa tiketi ambao umeshafanyika. Na jumla wachezaji ambao watawakisha kikosi chetu cha timu ya ngumi ya taifa, yani Faru Weusi, itakuwa na wachezaji watatu wakiongozwa na nahodha Yusuf Lucas Changalawe ambaye anacheza uzani wa kilo 80, yani light heavyweight, ambaye anaenda kutetea pia medali yake ambayo alishinda katika mashindano yaliyopita iliyofanyika Birmingham mwaka 2022 ambapo yeye alishinda medali ya shaba, na sasa hivi amedhamiria kwenda kupata medali ya dhahabu. Lakini pia ataongozana na kijana Faki Isa Faki, kijana kutokea mkoa wa Tanga katika klabu ya Jeba Boxing. Kumbuke pia
Huyu ni Mzanzibari kutokea Pemba kule, naye ataenda kushiriki katika uzani wa kilo 55, yani bantamweight, na hii ni mashindano yake ya 3 ya kimataifa. Ikumbukwe mashindano ya ubingwa wa dunia yaliyofanyika Dubai, alienda kupambana na kufika mpaka hatua 16 bora na kuvunja rekodi ambayo ilikuwa imewekwa na Emmanuel Mnundwa takriban zaidi ya miaka karibia 49-50, na ana matumaini makubwa sana kuweza kuwakilisha taifa lake na kuweza kushinda medali katika michezo hii ya Jumuiya ya Madola. Lakini watatu ni mwanamke ambaye kwa mara ya kwanza tumeweza kuweka historia kuwa mwanamke wa kwanza kwenda kushiriki michezo ya Jumuiya ya Madola kwa upande wa wanawake katika mchezo wa ngumi, ambaye anaitwa Zawadi Amos Kutaka, ambaye yeye anacheza uzani wa kilo 57, yani featherweight, na yeye ana matarajio makubwa sana kufanya vizuri, ukiacha kuwa ni mwanamke kwanza kushiriki mashindano ya ngumi katika Jumuiya ya Madola, lakini pia anaenda kuletea medali ya kwanza kwa upande wa wanawake katika mchezo huu wa ngumi katika michezo hii ya Jumuiya ya Madola itafanyika Glasgow mwaka 2026. Na kurudi ni lini? Baada ya kuondoka tarehe 20, mapambano rasmi yataanza tarehe 24 mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 8, na tarehe 2 mashindano yatafungwa rasmi, na kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 8 wataanza kurejea rasmi nchini Tanzania. Na kwa kumalizia, kuna mashindano yoyote ambayo yanafanyika hapa nchini Tanzania ukiachana na haya ya Jumuiya ya Madola, lini yatakuwa wapi? Ni sahihi kabisa, tuko katika maandalizi makubwa kabisa ya kufanya mashindano ya klabu bingwa ya taifa mwaka 2026 ambao mwaka huu utafanyika tena katika mkoa wa Tanga, Tanga mjini, na mashindano haya yatafanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 8 katika jiji la Tanga, na tumeshaanza kutuma barua za mialiko katika mikoa yote na vilabu ili kuweza kuja kushiriki mashindano haya ya klabu bingwa ya taifa 2026 ambayo yatafanyika mkoani Tanga mwaka 2020. Hii ni kwa upande wa ngumi za ridhaa. Hii ni ngumi za ridhaa ama tunaita Olympic style boxing, lakini wengi wameshazoea ngumi za ridhaa au amateur. Ndio msingi wa ngumi katika mfumo mzima wa mchezo wetu wa ngumi. Unaanza na ridhaa ambao ni amateur. Baada ya kupata msingi thabiti, basi ndio unaanza kuingia kwenye professional, ambao professional tunasema ni biashara. Kule unaenda kujiajiri na kuweza kufanya biashara kubwa zaidi ya kuweza kupata kipato kikubwa katika career ya mchezaji husika. Asante sana. Naam, taarifa hiyo ya michezo ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, na kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari, na miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Kamanda Bukumbi wataka wanafunzi kupaza sauti juu ya ukatili wa kijinsia. Wanatambua namna ya kuzuia ukatili, lakini namna ya kutoa taarifa za ukatili. Tuko pamoja? Naamini kila mmoja hapa kwa nyakati tofauti ameshafanyia matukio ya ukatili. Uongo kweli? Shule ya msingi Ugele walia na ukosefu wa mwalimu wa kike. Kuna ukosefu wa mwalimu wa kike au walimu wa kike. Shule hii haina mwalimu au walimu wa kike ambaye anaweza kaongea na watoto hawa wa kike. Na katika michezo, timu ya taifa ya ngumi yaagwa kuelekea kwenye mashindano Scotland. Timu yetu kwanza imeshaagwa rasmi leo hii na serikali kupitia Baraza la Michezo ya Taifa ya Tanzania, na inatarajia kusafiri kuanzia tarehe 20 baada ya ukataji wa tiketi ambao umeshafanyika. Kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge, na kusiendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.